Kwa nini ulitaka kuipa dhamana Simba mpaka ya kukubali kunyoa dread ulizonazo? Kwa sababu kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita hatujawa na timu bora kama ambayo tunayo sasa hivi, na ingawa bado coach anaendelea kuinsist kwamba anatengeneza timu na yuko asilimia nadhani 50 something, ila sasa hivi tuna timu ambayo tunaona inatoa ushindani, sio kwa maneno bali hata kwa takwimu. Yeah, kwa hiyo nikasema okay, enough is enough. Hii watu wanaenda kufa. Moja kati ya wachezaji wakubwa ambao wameondoka siku za hivi karibuni ni Clatous Chota Chama kutoka Simba na amekwenda kujiunga na Young Africans. Yeah. Unapata feeling gani ukitazama kikosi cha Simba cha wakati huu kama ingemkuta pia mwamba wa Lusaka yuko ndani ya timu? Cha kwanza ambacho lazima tukubaliane nacho, Simba ni kubwa kuliko Chama. Hiyo ni ya kwanza. Cha pili ambacho lazima tukubaliane nacho, Clatous Chota Chama ni mchezaji mwenye kipaji cha soka cha hali ya juu kupata kutokea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Yaani kwa namba anaocheza Chama mpaka anaondoka Simba, kwa Tanzania kulikuwa kuna mchezaji wa aina hiyo. Binafsi kama mshabiki wa Simba, to be honest, sababu Chama alikuwa kama nembo ya Simba kipindi fulani. Yaani ukisema Simba unaanza na Chama. Yeah, tutaongopa tukisema kama washabiki wa Simba tuliachia ni kwamba like let him go. No. Sidhani asilimia kubwa washabiki wa Simba hatukupenda Chama aondoke, lakini ilibidi iwe hivyo kwa sababu tulikuwa tunahitaji mabadiliko. Timu lazima ibadilike, yani tutoke kwenye hatua moja, yani kuna gamba lazima livuliwaje watu watengeneze gamba jipya. Au sio? Kwa sasa hivi tuko kwenye zama zingine. Sasa tunaona tuko kina Mpanzu kwenye hatari sana.